Haya inapenda kutoa tahadhari kali kwa umma wa Tanzania juu ya taarifa na wito unaotolewa wa kufanya maandamano katika mazingira haya nyeti ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wa wananchi, amani ya taifa na mshikamano wa jamii. Ni wajibu wa kila mwenye busara kutafakari madhara ya matukio yaliyopita kabla ya kuchukua hatua zinazoweza kupeleka taifa katika taharuki na machafuko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, leo hii tarehe 6 mwezi wa 7 2026, umoja wa wanazuoni wameona kuna umuhimu mkubwa sana wa kutaka kuzungumza na wananchi kutokana na kadhia inayozungumzwa katika mitandao ya kijamii na katika baadhi ya mikutano mbalimbali kuhusiana na tishio la kufanya maandamano na vurugu katika siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 2026. Jambo hilo kwa sababu linaendana na uharibifu wa amani, na amani ndiyo jambo la msingi kwa mwanadamu yoyote mmoja, kundi ama jamii ama nchi kwa ujumla na ulimwengu. Wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, wameona kuna haja ya kunasihi umma na kukemea jambo hilo na kulikataza jambo hilo na kutoa tahadhari kwa vijana, wazee wa kiume, wa kike, wasijiingize kabisa katika jambo ambalo lina hatari. Hatuna namna ya kuwafikia wananchi wote isipokuwa ni kupitia kwenu nyinyi watu wa habari, kwa umuhimu wa kazi ambayo mnayoifanya, na tunataraji kwamba tumekualikeni hapa ili mpaze sauti hii iwafike wananchi wote Tanzania na walioko nje ya Tanzania wapate habari hizo. Kwa maana hiyo, hivi sasa tutamkaribisha mkurugenzi wa dawa katika Hayatul Ulama, Sheikh Ibrahim Ghulam, ili aweze kutusomea tamko hilo. Karibu Sheikh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamko rasmi la Hai'a kuhusu tahadhari ya wito wa maandamano katika mazingira ya sasa ya taifa. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Allah, Mola wa walimwengu wote. Rehema na amani zimshukie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ali zake, masahaba zake na wote wanaofuata mwendo wake mpaka siku ya malipo. Haya inafuatilia kwa karibu mwenendo na hali ya kijamii na kisiasa nchini katika kipindi hichi ambacho kinaonesha kuongezeka kwa mvutano wa kimtazamo, jazba za kisiasa na hisia kali miongoni mwa baadhi ya wananchi. Kutokana na hali hiyo, Hai'a inapenda kutoa tahadhari kali kwa umma wa Tanzania juu ya taarifa na wito unaotolewa wa kufanya maandamano katika mazingira haya nyeti ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wa wananchi, amani ya taifa na mshikamano wa jamii. Ni wajibu wa kila mwenye busara kutafakari madhara ya matukio yaliyopita kabla ya kuchukua hatua zinazoweza kupeleka taifa katika taharuki na machafuko. Watanzania bado wanakumbuka kwa masikitiko makubwa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 ambapo jaribio kama hili lilisababisha maafa makubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Katika matukio hayo,
baadhi ya Watanzania walipoteza maisha yao, wengine walijeruhiwa vibaya, na baadhi kubaki na ulemavu wa kudumu. Mali za umma na za watu binafsi ziliharibiwa, kuporwa au kuchoma moto. Huduma muhimu za kijamii na kiuchumi zilisimama katika baadhi ya maeneo. Wananchi waliingiwa na hofu, taharuki na sintofahamu kubwa. Haya inasisitiza kuwa mwenye kuitakia mema nchi na wananchi wake hawezi kufurahia kurejea kwa mazingira yaliyosababisha umwagikaji wa damu, majeraha, mayatima, uharibifu wa mali na kuvurugika kwa amani ya wananchi. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, na msijitose kwa mikono yenu katika maangamivu. Suratul Baqara aya 195. Aidha amesema Subhanahu wa Ta'ala, na wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kutengenezwa kwake. Surat Al-A'raf aya ya 56. Imamu Shatibi rahimahullah pamoja na maimamu wengine wamesema sheria imekuja kwa ajili ya kuhifadhi dini, nafsi, mali, akili na heshima za watu. Kauli hizi zinaonesha wazi kuwa Uislamu umeweka uzito mkubwa katika kulinda usalama wa jamii, amani ya wananchi na kuzuia sababu zinazopelekea machafuko na maangamivu. Hivyo basi, haya inatoa wito kwa wananchi wote, hususan vijana, kujiepusha na miito yoyote inayoweza kuingiza taifa katika machafuko, vurugu na migogoro isiyokuwa na manufaa kwa jamii. Aidha, tunawahimiza viongozi wa kisiasa, wanaharakati, viongozi wa dini na wadau mbalimbali kutumia njia za hekima, mazungumzo, maridhiano na taratibu za kisheria katika kufikisha hoja zao na kutatua tofauti zilizopo. Amani ya taifa letu ni neema kubwa ambayo ikipotea ni vigumu kurejeshwa kwa haraka. Mataifa mengi duniani yaliyoingia katika migogoro yalianza kwa tahadhari zilizopuuza, jazba zilizotangulizwa mbele ya busara, na watu wachache waliobeza madhara ya vurugu. Haya inamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ailinde Tanzania, awaepushe wananchi wake na fitna, machafuko na umwagikaji wa damu, na tujalie busara, subira na hekima katika kauli na matendo yetu. Wallahu waliyu tawfiq. Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, umetolewa na Haia Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu, leo hii tarehe 6 Julai 2026.